warahmatullahi wabarakatuh. Watazamaji ambao mnaangalia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, ni ujio huu mkubwa kabisa, msafara ambao utatoka hapa Terminal 1 kuelekea katikati ya jiji la Dar es Salaam. Kama hivi ambavyo mnaona wageni ambao tuko nao hapa, Sharifu Hatmi ambaye yeye ndio mwenyeji wetu na huwa ana kawaida kila mwaka 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani kuja nchini Tanzania, kuja kuangalia hapa, kuongea na Watanzania kini mengi, akiwa anawafanyia dua Watanzania wote pamoja na kuiombea amani nchi yetu ya Tanzania. Huu ni mwaka wake wa 11 mfululizo anafika hapa. Sharifu Hatmi, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mara ya 11 unafika Tanzania, na naona safari hii umekuja na mwalimu wako. Labda Watanzania wanataka wafahamu ni nani, ukoje naye, na hii safari yako ya 11 hapa ndani ya miaka 11. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo natimiza miaka 11 kuja hapa katika rihla zangu za da'wa, hususan katika mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ni 10 la mwisho la Ramadhani. Huwa nina ada yangu kila mwaka kuja hapa kwa ajili ya da'wa. Wanaanza hapa Dar es Salaam mpaka kuelekea katika kisiwa cha Zanzibar. Leo kwa mwaka 2025 natimiza miaka 11. Walillahi alhamdu, namshukuru sana Mwenyezi Mungu, na naweza kusema yote ni Mwenyezi Mungu, kwa sababu kwa mara hii sikutegemea wala sikutarajia kuweza kumpata mwalimu wangu ambaye ni shekhi langu, ambaye ni mlezi wangu, Al-Habib Sayyid Abdul Qadir bin Sayyid Ahmad bin Muhammad Adnan Al-Ahdali. Sharif Abdul Qadir ni shekhi wangu, ni mzee wangu, ni mlezi wangu ambaye amenilea. Kwa mara hii kuweza kuandamana naye katika msafara wangu kama huu ambao kwamba ni ada yangu kila mwaka, na si rahisi yeye katika mwezi wa Ramadhani kutoka katika nchi ya Kenya. Sidhani mimi katika maisha yangu yote nilioishi kwa muda wa miaka hii hajawahi hata mara moja kutoka nje ya nchi katika mwezi wa Ramadhani. Ni mara yake ya kwanza, kwa sababu majukumu alionayo yeye ni mengi sana, mikoa mingi sana katika nchi ya Kenya. Katika mwezi kama huu wa Ramadhani huwa anazunguka katika musabaqatul Quran na katika darasa mbalimbali. Kwa hivyo Sharifu kutoka nje ya nchi katika mwezi wa Ramadhani ni jambo ambalo haliwezekani, lakini kwa mwaka huu ni mara yake ya kwanza nilivyomuomba ili aweze kuandamana na mimi, na alhamdulillah akanikubalia. Kwa hivyo hii ni bahati kubwa kwangu mimi, namshukuru Mwenyezi Mungu, na nataraji katika ziara kama hii kuwa nina fakhri ya kutembea na mwalimu wangu, nitajifunza mengi kupitia kwake, na alhamdulillah na yeye pia tutamsikiliza Sharifu inshallah, japo machache pia ndugu zetu wapenzi wetu wa Tanzania wangependa pia kusikia sauti yake inshallah. Sharifu Hatmi, kabla yeye mwalimu wako hajaongea, labda wewe tu tuambie ziara yako hii itakuwa ni ya siku ngapi na wapi ambapo Watanzania wategemee kukuona katika ziara hii? Alhamdulillah, leo tumewasili, ni siku leo kidogo ya kupumzika, kwa sababu hii safari tumetoka nchi ya Kenya, hatujapumzika. Tukitoka katika shughuli saa 8 za usiku tunaunga safari, na mpaka sasa hatujapumzika. Lakini kesho inshallah tuna miadi ya kwenda kumwona Mheshimiwa Mufti Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali hafidhahullah, ambaye yeye ni mwenyeji wetu. Lazima tukifika mahali kama hapa tukamtembelee. Kesho tuna ratiba kuelekea kwa Mheshimiwa Mufti, lakini siku ya Alhamis ambayo itakuwa ni Lailatul Jumaa tutakuwa msikiti wa Mtoro, katika mkesha wa msikiti wa Mtoro chini ya Imamu Mkuu Sheikh Abbas bin Sheikh Ramadhan Abbas. Tutakuwa pale, yeye ndiye mwenyeji wetu atakaye kutupokea, na inshallah kutafanywa dua maalumu ya kuombewa kiongozi wa nchi, mama yetu Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, yeye na wasaidizi wake, na pia kuiombea nchi kwa pamoja, kwa sababu tunaelekea katika uchaguzi. Kwa hivyo hapo tutafanya dua maalumu ya kumwombea kiongozi wa nchi Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, na baada ya hapo kutakuwa kuna nafasi, kama ada yangu kila mwaka huwa nazungumza, na Sharifu pia amepangiwa kuzungumza. Kwa hivyo tutafanya muhadhara mkesha wa Mtoro Alhamis kwa mkea Ijumaa, kesho kutwa tutafanya, na baada ya hapo siku ya Ijumaa itakuwa ni safari ya kuelekea Unguja, tunaelekea kisiwa cha Zanzibar. Tutakuwa na ratiba, baada salati aljumaa tutafanya muhadhara katika Masjid Nuru Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa Sheikh Uthman Maalim, ndio atakuwa ndio mwenyeji wetu hapo Zanzibar inshallah. Juzi tumepata baraka zako kutufanyia dua ukiwa uko nje ya Tanzania, na Firdaus Dua Center tumepokea dua wote kwa pamoja. Labda nini ambalo unamweleza mkurugenzi wa Firdaus Dua Center Dr. Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadhi? Alhamdulillah, tunampongeza katika kazi ambayo kwamba anazifanya, na alhamdulillah juzi alinipiga simu kwa video call nikiwa nimetoka katika safari ya kutekeleza ibada ya umra, na kwa hapo nikawa niko katika mji wa Madina kurudia Kenya.
lakini alhamdulillah tukashirikiana pamoja. Hivi sasa ni ulimwengu wa utandawazi, social media ziko zinafanya kazi, na akaniomba nifanye dua akiwa na watu wengi sana katika kituo chake, na tukafanya dua kwa pamoja, alhamdulillah rabbil alamin. Nashukuru. Sharif Said, karibu Tanzania. Asante. Umeionaje Tanzania? Mzuri sana. Nini ambacho wakitegemewa na Tanzania hususan katika hili 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani? Tunategemea Waislamu watajitokeza kutafuta ule usiku wa cheo uwapitikie wakiwa wako katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tunatarajia inshallah Mwenyezi Mungu azifanye somo zetu ziwe ni makbuli. Sawa, Sheikh, taarifa ambayo tumepata hapo mtafanya pia ibada kuweza kumwombea Mheshimiwa Rais kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana kwamba mama yetu Samia Suluhu Hassan. Na pia mmezungumzia kwamba kuna uwezekano pia mkaenda Zanzibar. Vipi kwa rais wa Zanzibar kule Dr. Mwinyi, kuna nafasi yote ya dua atakaipata? Inshallah tuko tayari sisi kuomba Mungu kwa Tanzania yote. Kwanza tuiombea Mungu Tanzania ipite kwenye kipindi cha uchaguzi kwa amani, kusitokee maafa yoyote, na wale viongozi walioko katika uongozi tuwaombea Mwenyezi Mungu awanyoshee njia ya kuongoza hii nchi kwa amani. Sharif Said, Tanzania wanakupenda sana kwa sababu wewe ni unakwambia wewe ni simba wa twarika, na pia kijana wako mjukuu wako Dr. Sheikh Sharif Idausi Al-Kadhiri amelelewa katika mazingira ya kitwarika. Nini ambacho labda unawaambia Watanzania wote ambao wao nao katika misingi ya kitwarika? Tuwaambia wabakie kwenye misingi ya twarika na tuendelee kutangaza dini kwa amani. Hatutaki kutangaza dini kwa vurugu. Tutangaze dini kwa amani na tupende dini yetu na tuwapende wanadamu wote. Tusitangaze dini kwa njia za chuki. Hili ndio wasia wangu ninaotoa sana. Watu wawe watatangaza amani, waishi amani. Tanzania ni nchi ya amani. Dini zote zinaishi kwa amani. Sisi tuwe ni watu wa amani kwa sababu wapenzi wa Mtume, watu wa twarika ni watu wa amani. La kumalizia ni kwamba tunawakaribisha nyote tushirikiane katika mkesha wa msikiti wa Mtoro inshallah, na tupate kumwombea dua kiongozi wetu Mama Samia Suluhu Hassan, na pia vile pia tutakuwepo kule kisiwa cha Zanzibar, tutafanya muhadhara Masjid Nur Muhammad. Vile pia tutamwombea dua maalumu kiongozi wetu Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tutamwombea Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi, pia tutamwombea. Wote hao ni viongozi wetu, tunawapenda, tunawajali, tunawathamini na tutawafanyia wote kwa jumla inshallah. Kwa haya machache niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Sheikh Sharif Idausi Al-Kadhiri, umekuwa ni mmoja wa watu ambao umefika hapa Terminal 1 kupokea ugeni mkubwa huu kutoka nchi jirani ya Kenya. Nini kauli yako mara tu baada ya kuwapokea viongozi hao? Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Baada ya kumshukuru Allah, niseme kwamba ugeni huu ambao tumejiliwa nao ni ugeni mkubwa sana. Ni ugeni ambao una mchango mkubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania, na watu baada ya kutangaza posta mbalimbali, watu wametoka nje ya Dar es Salaam. Na mwambie Sheikh Sharif Al-Hatim kwamba watu wametoka nje ya Dar es Salaam, watu wametoka mikoani kwa ajili ya mkesha wa Lailatul Qadr ambao utakuwa pale msikiti wa Mtoro kwa Sheikh Abbas. Na baadhi ya watu hivi ninavyosema wako njiani wanakuja hapa Terminal 1 kuweza kupokea ni ugeni huu. Kwa hiyo wallahi tumejiandaa vizuri kabisa chini ya mufti wetu Daktari Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana. Ni ugeni huu, na sisi kama wanatwarika zote wallahi huu ni ugeni wetu, tunajidai nao, tunajivunia nao. Na hii ni mara ya kwanza Sheikh Abdul Qadir mwanachuoni mkubwa sisi wa Tanzania, siri hii kama habari alikuwa namwambia hivi, sisi tunamuita simba wa twarika, tunamkubali, tunampenda sana
na sisi tuko tayari kwa siku ambazo atakuwepo katika nchi yetu ya Tanzania na visiwani Zanzibar kuungana naye inshallah. Na waandishi wa habari, sasa ni kuombeni taarifa hizi kuanzia hivi sasa mzisambaze katika umma uweze kupata habari. Kuna wengine hawajapata habari, lakini pia ni kuombeni sana, niko chini na shima alaikum, ni kuombeni kila tutakapokuwa tunakwenda msikiti, basi na kuombeni tuwe pamoja kwa ajili ya kurusha live vipindi hivi ili Watanzania na waliokuwa nje ya Tanzania waweze kustafidi, sababu hii ni fursa adhimu sana. Watu wote wataombewa waliokuwa na shida mbalimbali, lakini hasatan kuiombea nchi yetu. Juzi tuliona Mufti Abubakar Zubair bin Ali Mbwana alisema kwamba katika kipindi ambacho inabidi tuombe sana ni dua, ni kipindi hiki cha uchaguzi. Tunaelekea kwenye uchaguzi. Kwa hiyo tunatakiwa tumuombe sana rais wetu na tuombe uchaguzi ambao uko mbele yetu. Sina mengi zaidi ya kusema. Mimi niseme kwamba wageni wetu karibu sana, mashekhe zangu, walimu zangu. Sina ulimi wa kusema, naona nikisema nitaweza kuharibu. Ila nimenongonezwa kidogo na watu waliokuwepo hapa ni wengi sana. Mbia tupate dua kutoka kwa Sayyidina Abdul Qadir, baba yetu Simba wa Twarika, watu wote waliokuwepo hapa. Tunahitaji tupate baraka yako ya dua inshallah. Tuanzie huku. Tumekufuata huku wafanyakazi wa hapa airport, na wao wanahitaji waweze kupata baraka zako inshallah. Kama utaniridhia inshallah, karibu katika hili inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مونس كل وحيد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا أمان من كل مخيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بها وخبير فانصرنا يا نعم المولى ويا نعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.